Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimepelekea ugomvi, labda ulikuwa ufahamu kwamba siku ya jana tuliona tukio la ugomvi kati ya waganga wawili. Kuna mganga mmoja anaitwa Taz Genius na mwingine anaitwa Manyaunyao ambaye ni very famous, kila mtu anamfahamu tokea miaka hiyo. Manyaunyao alipata umaarufu mkubwa sana kutokana na issue ya kutoa vitu vya uchawi nyumbani, kwenye majumba ya watu, biashara za watu, mambo ya chuma ulete, mambo ya kutafuna nyao akiwa mzima na vitu vingine kama hivyo. Ndio kitu ambacho Manyaunyao alikuwa anakifanya kwa miaka hiyo, na mpaka sasa hivi amekuwa akiendelea na hizo shughuli zake za uganga, na uganga wake siku hizi amekuwa akiufanya internationally mpaka nchi za nje, lakini pia hata kwenye mitandao ya kijamii. Sasa huyu Taz Genius yeye amepata maarufu huko TikTok kutokana na yeye naye pia anajihusisha na shughuli kama hizo, japokuwa watu wengi sana nadhani watakuwa wamfahamu, lakini huyu naye pia ni mganga. Kwa ule ugomvi kati ya hawa washikaji wawili, mmoja alikuwa ni Manyaunyao, alikuwa amevaa kanzu nyeupe na barakashe, na huyu alikuwa amevaa nguo nyeusi amechomekea shati jeusi, alikuwa ni Taz Genius. Hawa wote ni waganga actually. So ni moja kati ya habari ambazo zimetrend sana huko mitandaoni, na watu wengi sana wanakuwa wanajiuliza kwamba sababu ya huu ugomvi ni nini mpaka wamepigana ngumi. Maana tuliona wamepigana ngumi, wameshikana, Manyaunyao mpaka kadondoshwa chini, wametukanana na vitu vingine kama hivyo. Watu wengi sana wanajiuliza kwamba ni nini ambacho kilipelekea huu ugomvi, na ilikuwa ni sehemu ya ilikuwa ni msibani yani. Kipindi watu wameenda kupokea mwili wa Karina airport jana, ndipo hizi vurugu zikatokea, hawa waganga wakiwa wanapigana, na sababu kubwa ambayo tulikuwa tunawasikia wakizungumza ni kufuta picha. Yani huyu Taz alikuwa anamwambia Manyaunyao kwamba afute picha. Umeona So hiyo ndio issue ambayo ilikuwa imeonekana kwamba sababu kumbe ilikuwa ni kufuta picha. Yani inasemekana kwamba huyu Taz bwana alikuwa anamwambia Manyaunyao afute picha kwa sababu alimpiga picha, na ile picha alimpiga bila yeye kumwambia. Ni huyu Manyaunyao alimpiga picha huyu Taz, na issue ya Manyaunyao kumpiga picha huyu Taz ni kitu ambacho yeye hakupendezwa nacho, na ikaonekana kama vile ni mambo ya kishirikina, kwa sababu hawa wote ni waganga. Kwa hiyo kila mtu nadhani alikuwa na hofu na mwenzie kwamba akimpiga picha labda kuna jambo anataka kamfanyie na mambo mengine kama hayo. So huyu Taz alimind, na ndio akaenda kumtandika mangumi Manyaunyao akiwa anamsisitiza kwamba afute picha. So hiyo ni moja kati ya videos na tukio ambalo jana lilimake headline, na watu wengi sana wakawa wanajiuliza exactly kwamba ni nini hasa kimepelekea haya kutokea kule airport. So at the end of the day, page nyingi sana jana ziliripoti kuhusiana na hilo tukio. Kwa mfano hapa kuna page waliandika kwamba katika hali isiyo ya kawaida, waganga wa jadi Manyaunyao pamoja na mganga Tazi wameshikana mashati mbele ya waombolezaji waliokuja kushiriki tukio la kupokea mwili wa marehemu Karina airport jijini Dar es Salaam. So watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao, kwa sababu ni kitu ambacho sio cha kawaida kuona vitu kama hivi. Kila mtu amekuwa na maoni yake, kila mtu amezungumza the way ambavyo yeye alivyolielewa tukio hili. Kwa mfano Mamlicho anasema bwana, vita ya wachawi wameona haitoshi, wanataka ngumi, mbwa hawa si wakapigane makwao. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema bwana, waganga bwana wanataka kutoa na roho. Kwa sababu kwamba bwana kuna mganga kala ngumi hadi kasema Yesu wangu. Kwa mtu mwingine hapa anasema bwana, kiukweli hamna mwenye fimbo hapa, wacharaze bakola kwanza. Huu ni ujinga gani hapa wanafanya? Kuna mtu anasema bwana, Manyaunyao kapigwa ngumi moja chali chini dai bwana, hii imenisikitisha. Kwa mtu bwana, hii ndio vita ya waganga, yani kama mazuri vile, kwa nini tusiwape pambano wapigane, atakayeshinda ndio mganga mzuri. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, sasa kwa nini wasipigane kwa kutumia matunguli yao wakatumiana mizimu? Kwa mtu anasema bwana, hawa ni waganga feki, wangekuwa waganga kweli wangemtibu huyo mgonjwa aliyefariki, kwa sababu alisema kwamba amefariki kutokana na nguvu za kishirikina. Bwana, kuna mtu tujue kwamba nani mganga na nani tapeli. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, Manyaunyao kapelekewa moja chali kwenye ugomvi, kiukweli usivae kanzu. Kuna mtu ameandika hivyo. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hii issue na huu ugomvi haukuishia hapa. Baadaye tena wakaja wakakutanishwa, wakawa wanafanywa mahojiano, na katika mahojiano huyu Tazi tena akamtandika tena kofi Manyaunyao, baada tu ya Manyaunyao kumwambia kwamba yeye ni kijana wake. Kwa hiyo alimind akamwambia mimi ni kijana wako, akamtandika tena kofi. Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ni kwamba jamaa tena amepigwa tena ngumi nyingine kipindi anafanyiwa mahojiano. Kwa sababu exactly ya huu ugomvi inaonyesha tu ni kwamba watu wamehisi kama vile labda huenda ikawa ni kiki
Umeona kwa sababu hawa ni waganga wanafanya biashara pia, kwa hiyo wamefanya hivi ili wazungumziwe, mainterview yawe mengi, jambo liwe kubwa na vitu vingine kama hivyo. So hapa kuna page ameandika kwamba bwana, hivi ndivyo namna ambavyo mganga Manyaunyau akipigwa kwa mara ya pili na mganga Tazi. Kauli tata zimeibuka baada ya mganga Manyaunyau kumuita mganga Tazi kwamba ni kijana wake. Kwa hiyo hii tena imetokea kwa mara nyingine. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba na huu ugomvi baada ya Manyaunyau kupigwa tena ngumi mbele ya waandishi wa habari wakati anafanya mahojiano, ikapelekea mpaka huyu Tazi aliyempiga ngumi Manyaunyau akaanza kumtishia tena kwamba atampiga risasi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kiukweli vimeshangaza watu wengi sana kwamba imekuwaje hawa jamaa wamekuwa na ugomvi mkubwa kiasi hiki. Kwanza kabisa awali tuliona chanzo ilikuwa ni picha. Huyu Tazi alikuwa anamwambia Manyaunyau afute picha ambayo alikuwa amempiga, kutokana na kwamba inasemekana kwamba wenyewe waganga wanajua wanachokifanya. Kama mtu akikupiga picha anaweza kwenda kukoroga kupitia picha aliyokupiga. Kwa hiyo huyu Tazi alivyoona vile mganga mwenzie amempiga picha akajua kwamba hicho ndo anachoenda kufanya, na ndio maana wakaanzisha ile vagi ya mwanzo, na huyu Tazi alisikika akiwa anamwambia Manyaunyau afute picha. Lakini baadaye wakaja wakakutanishwa na waandishi wa habari wakawa wanafanywa interview pamoja. Huyu Tazi tena akaflip, akabadilika na kuchukia ghafla na kuanza kumwambia Manyaunyau, maana Manyaunyau alikuwa neno ambalo yeye halikumpendeza. Ni kwamba Manyaunyau alimuita Tazi kwamba yeye ni kijana wake, jambo ambalo huyu Tazi alimind, akamwambia mimi ni kijana wako, akamtandika tena ngumi nyingine pale pale mbele ya waandishi wa habari. Lakini baada ya watu kuja kuwagombelezea, huyu Tazi tena akasikika akiwa anamwambia Manyaunyau kwamba atampiga risasi. Umeona mambo hayo? Hatari kweli kweli. Umeona bwana. So baadaye tena huyu Tazi akawa tena anamtishia Manyaunyau kwamba anataka kumpiga risasi. So kwa kifupi ni kwamba hii issue imekuwa ni big story, na katika hili tukio la msiba wa Karina, hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kutia dosari. Watu walikuwa na huzuni, lakini huku tena kukawa tena kuna maugomvi, watu wakaanza tena kufuatilia maugomvi, kwa mambo yalikuwa ni mengi. So wadau wamekuja tena kuweka maoni yao hapa. Kuna mtu amesema kwamba bwana, kiukweli tunamuogopa Manyaunyau bure bwana, kumbe anapigwa hata harudishi. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema bwana, Manyaunyau akienda polisi anapata haki yake vizuri tu. Huyu kijana amemtishia maisha, anamwambia anampiga risasi hadharani na vyombo vya habari vimerekodi. Umeona? Kwa hiyo kuna watu hapa wanasema kwamba iwapo kama Manyaunyau akiamua kulifanyia swala hili akalishikilia, akalivalia njuga, kwamba huyu jamaa amemtishia maisha na vyombo vya habari vilikuwepo pale na makamera yamerekodi akiwa anaambiwa kwamba nitakupiga risasi, ni kama vile amemtishia maisha waziwazi. Kwa hiyo akienda Manyaunyau polisi atapata haki yake vizuri tu. So hiyo pia ni moja kati ya maoni ambayo wadau wamekuja kuyaweka kuhusiana na hili tukio. Kwa kifupi hili tukio bwana lilikuwa ni tukio kubwa sana na lilikuwa limeshtua watu wengi. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui kwamba chanzo cha hili tukio ni nini, hawa ni waganga bwana wamepigana, na sababu ni kwamba Manyaunyau alimpiga picha mwenzie, na huyu mwenzie akajua kwamba oho, haya ni mambo ya kishirikina, kanipiga picha anataka kaniloge, labda achukue nyota na vitu vingine kama hivyo. Ndo hapo akamwashia moto, akamwambia futa picha, na ugomvi ndo ukaibukia hapo. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui sababu, hiyo ndo sababu. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukikuletea kila update on time. Kwa make sure una subscribe pia kwa ajili ya kupata update zaidi.